Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Maonesho ya 50 kadiri kila mwaka tunaposogea, maonesho yetu ya Sabasaba yameendelea kuimarika zaidi. Kwa hiyo maonesho ya mwaka huu, maonesho ya miaka 50 wa mwaka 50 ya Sabasaba ni tofauti na maonesho mengine. Yameandaliwa vizuri zaidi. Angalau kwenye banda hili ambalo limetembea, bila shaka ni banda la Wizara ya Fedha, kwa ningetegemea liwe zuri vile vile. Lakini kwa mabanda yote ambayo nimezunguka hapa ya Wizara ya Fedha, maelezo ambayo nimeyapata mimi kutoka kwa wenzetu, watendaji wetu ambao wamekuja kuonesha ni maelezo mazuri. Tunategemea wananchi watakaotembelea mabanda ya Wizara ya Fedha wao wenyewe wataridhika na maelezo haya. Maelezo yameonyesha sio tu namna ambavyo idara mbalimbali za wizara zinatekeleza majukumu yake, lakini na fursa ambazo zipo kwa wananchi, hasa niseme vijana, watu ambao wanaanza biashara na wanawake vile vile. Kwa hiyo ni maonesho mazuri na ningeshajiisha Watanzania hasa waliopo katika mikoa ya karibu, Dar es Salaam na mikoa ya karibu, watembelee. Wanapotembelea maonesho ya Sabasaba wasiache kutembelea banda hili la wizara. Tunaenda kwenye dira ya 2050, lakini kuna masuala ya uwekezaji hapa. Tumeona benki kama CIB hapa tunasapoti masuala ya uwekezaji, kuna mifuko ya uwekezaji. Msisitizo wako kwa Watanzania ni upi ili na wenyewe pia waende na hiyo kasi ya kujenga uchumi shindani? Ili tufikie uchumi wenyewe tunahitaji uwekezaji mkubwa. Uwekezaji mkubwa sana utokee, ndio tufikie uchumi ule ambao umetajwa kwenye dira, uchumi wa dola trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Tusisahau, maana yake ni kwamba uchumi wetu ukue mara 10 zaidi. Leo tuko bilioni 100, tufike kwenye uchumi wa trilioni 1. Kwa hiyo tuna kazi kubwa sana ya kukuza. Lakini la pili, tunategemea ukuzaji wenyewe utokana na uwekezaji mkubwa. Na uwekezaji, kuna wakati tunafikiria kama kwamba uwekezaji lazima atoke nje ya Tanzania. Kwa fursa zilizopo za uwekezaji, kwa uwezo uliopo kwa baadhi ya Watanzania, tunaweza tukaanza sisi wenyewe kwenye uwekezaji ili hao wa nje hatimaye waje wakutane na wawekezaji wa Tanzania wasaidiane. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.